Leo nataka niongee na mabinti kwa sababu kuna mahali naona kuna watu wanakosea kujua kwamba wao kama wanawake wana nafasi gani katika maisha, wana nafasi gani katika jamii. Kuna msemo mmoja wa Kiarabu unasema wewe ni victim only once in your life, kwamba wewe watu watakuonea mara moja tu katika maisha yako. Ukionewa mara mbili maana yake wewe ni volunteer, maana yake umeruhusu ya kutokea. Wanawake wengi tunafanya makosa katika uchaguzi wa mume, uchaguzi wa kazi, uchaguzi wa biashara, uchaguzi wa maisha yetu, na mwisho wa siku tunakuja kukaa chini kulaumu na kulalamikia watu kwamba watu wanatuonea, watu wanatukosea. Tunashindwa kufuata kauli ya wazazi wetu. Nakumbuka mimi wakati nakuwa, mamangu aliniambia soma kwa sababu elimu ndio mkombozi wako. Ukishasoma elimu yako itakufaa. Maana yake baada ya kusoma kuna mawili, aidha ujiajiri au uajiriwe. Na ukishajiajiri huwezi kufanya maamuzi kwa sababu huna pa kukaa. Yaani unataka kuolewa kwa sababu huna sehemu ya kuishi. Yaani unataka kuolewa na huyu bwana kwa sababu wewe huna hela ya kodi. Yaani unataka kuolewa kwa sababu wewe huwezi kujikatia bima ya afya. Sasa nataka nikuulize tu mwenzangu, kwa hali tu ya kawaida, wewe wamjua kabisa Lela amekuja kwangu kwa sababu nia yake ni hana pa kukaa. Hata wewe utamheshimu? Hata wewe utamuona huyu ni mwenzangu? Sijasema mchangie au mwana mtu ambaye mwachangia maisha, lakini ujue katika hiyo safari yako ya ndoa mchango wako utahitajika, aidha wa kiakili au wa kihisia. Na ili uweze kutoa mchango wote lazima uwe sawa, aidha kiakili au kihisia. Sasa kama kiakili huko sawa, maana yake uliacha skuli, maana yake hujitambui, maana yake kwenye makongamano, mazungumzo ya wanawake unapuuza, nasema wapoteza muda. Kihisia hujui haki zako, hujui kwa nini wataka kuolewa, hujui wataka kuolewa na mtu wa aina gani, hujui kwa nini waitaka hiyo kazi, kwa nini wataka kusoma hiyo kozi. Unahisi hata kama ukistiriwa sasa umpewe hiyo sehemu ya kuishi, utachangia nini katika huo muungano? Kwa sababu wewe ni pozo kwa mumeo. Na hata maandishi ya Biblia yasema apatie mke amepata jambo jema. Sasa wewe wajiona, ukijitizama katika hicho kioo kilichopasuka unachokiweka dirishani, wajiona kweli wewe ni jambo jema? Akili yako, tabia zako, nguo unazovaa, kauli unavyoongea na watu, wajiona wewe ni jambo jema? Huyo mtu ambaye wanataka kuambatana naye uende kwake kukaa maana huna pa kukaa, waona utamtendea haki? Na yeye atakubali achukue hasara aeke kwenye maisha yake? Mtu yeyote akishakuwa liability, mfano wajua hii gari kwangu ni liability, waitelekeza. Huwezi kuipeleka barabarani kwa sababu wajua hii gari ni spana mkononi. Sasa wewe ni liability na unataka mtu kuweke katika highway kweli? Na kisha ukipata breakdown afanye nini? Atoe pesa nyingine aje kukuvuta katika highway. Maana yangu ni kwamba kama wataka mtu bora, jiboreshe ili tusisikie hadithi ya wewe kunyanyaswa katika mahusiano, hadithi ya wewe kuteseka katika ndoa. Ni wewe utakiwa kujiboresha. Na waita kila siku, njoeni smart ladies, njoeni tuwafundishe. Wazazi walikosea walivyotuzaa, walivyotulea. Zama zao zilikuwa tofauti na zama zetu. Lakini pia kuna elimu dunia na elimu ambayo tuzipata shule. Hauwezi kufundishwa kila kitu na huwezi kujua kila kitu. Kutana na wanawake katika majukwaa ya wanawake, usiwe na hili utapewa lile. Ujue kutoka kwa wenzio. Kuna watu wamefanya makosa mengi sana walivyokuwa na umri wa miaka 30, watawaambieni nyinyi ili nyinyi msiyafanye mkiwa katika 30. Na wakifika 40 watakuwa na experience ya 40, watawashtueni mkifika 40 mjipange. Hamutaki kukaa katika majukwaa, hamutaki kwenda katika harakati za wanawake. Mkiitwa katika makongamano hamwendi. Miradi mingi sana nchi hii imekuja ya watoto wa kike, lakini mpaka leo hakuna liberation. Liberation haiwezi kuja kugonga mlango katika nyumba yako. Ni wewe mwenyewe unatakiwa kwanza ufanye self evaluation, ujijue wewe una hati gani, una changamoto gani, kisha ndo utoke uende katika foundation, utafute msaada kama binti. Kuna foundation kibao za wanawake, kampeni tele za wanawake. Je, wewe mpaka leo miaka 30 watu wanaendesha kampeni dhidi ya wanawake, umepata nini? Na kwa nini watu ambao hawana kampeni, hawa watoto wa kiume, hawana kampeni, hawana harakati kama zilizopo za kwetu, wao wanatupita kifikra kuliko wewe?
Kwa nini mwanaume anafanya screening kabla hajakuoa? Kwa nini wewe hufanyi screening kabla hujaolewa? Nakwambia tena, you are victim only once in your life. Ndio watu watavunja nafsi yako, moyo wako, si umeumizwa. Only once you are victim. After that you are volunteer. Si mimi nimesema, ni watu wanasema. Na kama watu wanasema, unatakiwa ujikague. Kwa nini kila siku bahati mbaya ya kukuta wewe tu? Hii dunia ina watu bilioni 7, lakini wewe unamngangania mtu asiyejibu ujumbe wako. Lakini wewe hutaki kuachika kwa mtu anayekupiga. Ulikuwa uko mzuri, lakini sasa hizi hata ukipeleka kipodozi hakikubali, kwa sababu unanyanyaswa kiroho, unanyanyaswa kiakili. Afya yako ya akili iko sifuri. Kila saa watamani ujidhuru, kila saa watamani kujiua. Habari mbaya, ukijiua natafuta victim mwingine. Yani kujiua kwako sio suluhisho la yeye kuacha, ni wewe kukata mawasiliano. Kama ambavyo mtoto anakatwa kondo, wewe unatakiwa kukata pale kitovu ili yeye iwe mwisho kufanya uonevu. Wewe unaenda kwa mtu muonevu, anakuita yuko nyumbani peke yake. Unaenda halafu unasema wewe umedhalilishwa. Kwa nini umeenda yuko nyumbani peke yake? Kwa nini usikutane naye katika hadhara? Na hakuna kitu kinaumiza kama makosa ya kuvuka mipaka ya dini. Mfano makosa ya kizinifu. Ukiwa katika relationship za kizinifu, lazima upate break up, upate heartbreak, kwa sababu wewe umeingia katika mifumo ambayo sio. Katika Kristo ni kosa ya jinai kuzini. Katika Uislamu tutakiwa tukupige mpaka ufe. Kwa nini wafanya mambo ambayo dini zote za Abrahamu zimekataa? Na kwa nini walia break up na kati umefuata mwenyewe? Ungeomba na mtu baada ya chai, nataka nikupeleke tena chai, halafu baada ya hapo ataka mazungumzo marefu, ukampa address ya nyumbani kwenu, yote angekupata. Break up ya ndoa, at least weza sali tahajudi ukaponyeshwa. Na ukiwa umeachika ama umepigwa divorce baada ya ndoa, una maumivu legal. Lakini ukiwa umepigwa break up kwa sababu mtu umemjua miezi miwili akakudanganya ndoa ili akupate, akakuzini, utakuwa una wapi pa kushikia? Hata ukienda mbele ya Mwenyezi Mungu wamuomba, waanza kwanza maghfira ndio uombe uponyeshwe nafsi. Yani ni kama kufanya kitu bila insurance. Marriage is your insurance for any disturbance, for any discomforts zitakazo kupata. Marriage ni insurance yako. Sasa bahati mbaya ukapata mtoto katika mahusiano, huna insurance. Lakini ikiwa katika ndoa una insurance. Hatusemi kwamba ndoa ni kitu muhimu sana, sijui yabidi umefanya jitihada kusundoa. Ni kama huwezi kuelekea katika mstari unaotakikana katika dini zote, kaa basi ujitunze. Usiingie katika makosa ya kiimani, utaumizwa, utalia, na wewe ni victim only once. Ukipatikana mara ya pili, you are volunteer, umeataka mwenyewe. Sasa nyinyi wengine wana miaka 21, wengine tayari wako college, lakini wameacha kushika college. Sasa yeye anataka nyingi na 7. Mtaka nyingi na 7, upata mingi misiba. Na wewe usitake kuwika kwa mambo ya kuchachamaza kama hayo. Uwike kwa sababu ya zinaa, uwike kwa sababu ya kuvaa holela, uwike kwa sababu gani? Wika kwa sababu ya matokeo yako, wika kwa sababu college uko sawa, wika kwa ajili ya distinction. Kwa nini unawika ambapo huna distinction? Watajua wanafunzi bora wapewe scholarship, na wewe uwepo mmoja wapo. Kuna watu miongoni mwetu literally wanapewa loan na serikali wasome, hawasomi, wanawalea watu. Wapo. Sasa kuna miaka 21 walea, ukifika umri wa miaka 60 unataka kustaafu, utakuwa umechoka sana. Waonaje ukaanza kulea ukiwa na miaka 50? Ulee vizuri. Angalau hapo tutasema tayari kishazeeka, acha alee. Sasa hivi ukiwa na miaka 21 walea, ina maana utalea miaka 29. Utaweza? Kwa nini unajiongezea job description yako? Wewe ni wanafunzi, usiongeze mambo. Wewe ni binti, usiongeze mambo. Usipande cheo kabla watu hawaja kupromote. Subiria uitwe. Kila mtu ataitwa kwa wakati wake. Stahimilia, jipe muda uitwe. Haya, nawaombeni kila laheri na nawatakieni usikivu mwema. Musikilize mkiambiwa. Watu wote wanaowaambia, wote yamewakuta, wanawashtueni, msifanye makosa ambao wao wameyafanya.